referral-based program with different earning methods such as referring, blogging. Smartela was launched on 10th April 2021. Smartela ni kampuni mpya ambayo hii imebase sana katika ualikanaji wa mtu mmoja hadi mwingine, ambayo kampuni hii imeanzishwa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2021, ambayo Smartela is available in different 5 countries. Inapatikana katika, kwa sasa hivi inapatikana katika nchi tofauti 5, ambayo ni Kenya, ambayo Kenya ndio huko ndo makao makuu ambayo imeanzishwa au imetengenezwa kampuni hii. Kuna Tanzania, Nigeria, Uganda na Rwanda. Lakini katika Smartela kuna njia tofauti za upatikanaji wa pesa, na ili uweze kupata hizo pesa unabidi kwanza kabisa uwe member wa Smartela, yani uwe mwanachama wa Smartela. Na ili uweze kuwa mwanachama unahitajika uweze kulipia activation fee au ada kiasi cha shilingi 16,000 ya Kitanzania. Sasa tuje kuangalia njia tofauti za upatikanaji wa pesa katika biashara hii ya mtandaoni ya Smartela. Sasa njia ya kwanza kuna through referral, na hii ndio njia kubwa, umeona, ambayo hii itakusaidia wewe kuweza kupata pesa katika kampuni hii au katika biashara hii ya mtandaoni ya Smartela, ambayo hii ndio imebezi au hii ndio imechukua maana nzima ya hii Smartela kupitia referral. Referral, anasema Smartela has 3 level of referral earning as described below. Smartela ina level 3 ya kumwalika mtu aweze kuingia katika kampuni hii. Umeshaona kama jinsi itavyoelezewa hapo chini. Kuna level ya kwanza. Level ya kwanza anasema in this level you will earn from your direct referrals, that is people who join through your unique Smartela referral link. Unapokuwa mwanachama, yani unapoingia katika hii Smartela ukalipia shilingi 16,000 ukawa mwanachama. Sasa kuna linki ambayo unakuwa unapewa, ambayo hiyo linki ya kumkaribisha au ya kumwalika mwenzio. Sasa unapomtumia mwenzio linki akaingia kupitia ile linki yako, wewe utapata shilingi 7,500 kwa kila mtu ambao utakuwa unamtumia linki yako na ambao atakuwa anaingia, wewe utapata shilingi 7,500, ambayo hii inaitwa level namba 1. Sasa level namba 2 anasema whenever any referral in your level 1 invite someone else to join Smartela you will earn 3,000 ya Kitanzania. The referrals in this level are referred as to level 2 indirect levels. There is no limit to the number of indirect referrals you earn from. Kwamba katika level hii sasa namba 2, yule ambao wewe wa kwanza ulimwalika ambao ukapata shilingi 7,500, naye akaja akamwalika mwenzie, basi wewe utapata shilingi 3,000 kwa sababu ya kualikwa yule mtu. Na hii anasema there is no limit to the number of indirect referrals you can earn from. Hakuna kiwango maalum au au idadi ya watu maalum ambao wao wakifika labda ndio anakuwa ni mwisho. Yaani wewe yule mtu ambao umemwalika akamwalika mwenzie hata watu 10, maana yake utapata shilingi 30,000 za wale watu 10 ambao wamealikwa na yule mtu ambao umemwalika. Hiyo ndio level namba 2. Level namba 3 inasema when you are level 2 referrals invite other people you will earn 2,000 ya Kitanzania each. Similarly there is no limit to the number of level 3 referrals you can earn from. Sasa baada ya kumwalika wewe, umemwalika mtu wa kwanza ukapata 7,500, yule mtu wa kwanza akamwalika mtu wa pili, naye utapata shilingi 3,000 ya yule mtu wa pili. Sasa yule mtu wa pili akamwalika mtu wa tatu, maana yake wewe utapata shilingi 2,000, na hakutakuwa kuna limit ya watu ambao atawaalika ambao pesa zao utalipa. Yaani hata kama akiwalika watu 20, watu 30, maana yake wewe utalipa shilingi 2,000 za wale watu 30 au za wale watu 10 ambao kawaalika kupitia link yake. Hebu tuangalie mfano sasa hapa ili tunaweza tukaelewa vizuri. Kama hapo juu unapoelewa, hapa chini nadhani unaweza kaelewa vizuri. Mfano sasa wewe umemwalika baba Faridi aweze kujiunga katika Smartela. Utapata shilingi 7,500 ambayo hii ni level namba 1. Na kama Faridi naye akamwalika Shabani, basi utapata shilingi 3,000 ambayo hii itakuwa ni level namba 2. Na kama Shabani atamwalika Mudi, utapata shilingi 2,000 ambayo hii sasa hii itakuwa ni level namba 3. Katika upatikanaji wa pesa kwa through referral ndio umeishia pale. Njia ya pili sasa ya upatikanaji wa pesa katika biashara hii ya mtandaoni ya Smartela, kuna kitu kinaitwa spinning. Sasa katika hii spinning,
hii ni kama gurudumu fulani hivi ambao unakuwa unalizungusha, ambayo ile gurudumu linakuwa lina pesa kama unavyoona hapa mfano wake, unakuwa kuna pesa. Lakini kima cha juu kabisa, hela kubwa kabisa ni hii hapa, shilingi 3300. Iko ndio kima cha juu ambacho unaweza ukapata. Lakini pia katika hili gurudumu ambalo utakuwa unalizungusha ili upate pesa, uwezi ukalizungusha ile gurudumu mpaka udeposit pesa nyingine ambayo ni shilingi 550, ambao hiki ni kitu ambacho watu wengi sana hawawezi kukuambia au hawawezi kuzungumzia, kwa sababu wao wako kibiashara zaidi katika hii smart hela. Manake hivi ni vitu ambavyo vya msingi sana ambao mtu anabidi umwambie, ili yeye anapokuwa anaingia katika hii biashara anakuwa anajua changamoto zake ziko vipi, na anajua yeye anajiandaa upande gani ili aweze kutengeneza pesa. Sasa njia ya pili ya smart hela ya kuweza kupata pesa ni by watching YouTube videos. Ukiangalia video za YouTube una uwezo wa kupata pesa smart hela, lakini kuna condition ndogo ambazo zinakuwepo ili uweze kufanyaje, ili uweze kupata pesa. Anasema hapa smart hela member, you can watch YouTube videos and unaweza kuangalia video YouTube na kupata pesa. The videos are about 30 seconds and you are earning a very little, even hii hapo pesa ya Kitanzania ambayo ni 214, yani kwamba video za YouTube zitakuwa zina sekunde 30 na upatikanaji wako pesa utakuwa ni mdogo sana, ambao kima ambacho kinachoanzia utapata ni shilingi 214 kwa kila sekunde 30 ya video moja ambayo umeangalia. Lakini pia kuna kitu hiki hapa ambacho ni muhimu sana ambacho unahitajika ukizingatia, kwamba paid videos are displayed only on Saturday and Sunday. All the new users are eligible to watch paid videos after activation. Sasa hizi videos za YouTube ambazo wewe utakuwa unalipa shilingi hiyo 214, yani utakuwa na uwezo wa kuangalia hizo video na kulipwa ni siku ya Saturday, Jumamosi na Jumapili. Yani si kila siku utapokuwa unaangalia video YouTube utakuwa una uwezo wa kulipwa. Hapana. Ila siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili utapokuwa unaangalia video YouTube ndio utakuwa una uwezo wa kulipwa. Hivi ni vitu ambavyo msingi sana ambavyo mtu inabidi uvifahamu na uvitambue kabla ya kuingia katika biashara hii ya smart hela. Baada ya kuvitambua sasa, wewe ndio utakuwa unajua hela hiyo unaenda kuipata vipi. Kitu kingine, njia ya upatikanaji wa pesa katika smart hela ni through smart hela trivial quizzes. Yani kuna maswali ambayo unakuwa ukishakuwa member tayari unakuwa unaulizwa maswali rahisi lakini sio magumu sana, ambayo maswali ukipata, maswali ni 6, ambayo maswali pia yanatolewa kwa wiki mara 2, Ijumaa na Jumamosi, ambayo maswali ukipata yote 6 utapata shilingi 1500. Na hayo maswali ambayo wewe na hizo siku ambazo Ijumaa na Jumamosi, sio muda wote, yani Ijumaa na Jumamosi wewe utakuwa unaweza kujibu maswali. Hapana, yani Ijumaa na Jumamosi ni mara moja. Yani ikifika Ijumaa wewe ukijibu maswali ukikosa ile maswali kwa siku moja, maana yake hapo tena hutaweza tena kuweza kupata pesa kupitia hayo maswali, au hautaweza tena kuulizwa maswali, hautakuwa na nafasi tena ya kupata maswali. Au Jumamosi, yani maana yake ni mara moja kwa siku, lakini siku zenyewe zinazopatikana ni hiyo Ijumaa na Jumamosi. Sasa hivi ni vitu pia, hiki pia ni kitu cha msingi ambacho unahitajika kukifahamu wewe ambao unataka kufanya biashara ya hii ya smart hela. Lazima ujue changamoto zake, lazima ujue faida yake, lazima ujue hasara zake, ili uweze kupata faida na usiweze kupata hasara. Sasa njia nyingine ya kupata pesa katika smart hela ni through smart hela blogging. Anasema with smart hela you can showcase your article writing skills in the blogging section and in extra cash. Your earning will mostly depend on the number of views your articles get. There are also specific days for blogging and thus you cannot write articles regularly. Pia kwenye blogging hapa kwamba utakuwa kuna blog ambayo utazikuta katika smart hela, lakini katika hiyo blog uwezi muda wote kwa unapata pesa. Kuna specific days, kuna siku maalum ambazo utakuwa unaingia, ambazo ni siku yenu itakuwa ni mara moja, unaweza kuangalia video au watu ambao watakuwa wanaangalia blog yako ndio utaweza kupata pesa. Sasa tuje kuangalia hapa faida na changamoto za smart hela. Faida kubwa kabisa ya smart hela
naweza nikasema kwamba Smart Hela kuna forex trading lesson. Yaani kuna biashara ambayo inaitwa forex, ambayo biashara hii ni uuzaji wa pesa, lakini pesa za kigeni, yani unachange currency moja kwenda currency nyingine. Sasa katika Smart Hela hawa watakugea Smart Hela gives you only the lessons. Yaani hawa watakugea funzo tu, watakufundisha namna ya kutrade forex, namna ya kufanya biashara katika forex. Hiyo ndio kidogo faida ambayo unaweza ukaipata katika hii Smart Hela. Lakini katika Smart Hela kuna changamoto pia, ambao kama wewe ni mfanyabiashara ambao unahitaji kuingia katika biashara hii, lazima ujue hizo changamoto ili uweze kujua unakabiliana nazo vipi, au uweze kuangalia, je, ukajipima wewe mwenyewe kabla ya kuingia katika hii biashara, una uwezo wa kuweza kupata pesa. Sasa changamoto namba moja hapa kwamba this business based on a referral in order to earn money. Hiyo ndio changamoto kubwa kabisa katika hii biashara ya Smart Hela, kwamba biashara hii imebezi sana katika yaani kumwalika mtu ili kuweza kupata pesa. Yaani ili wewe uweze kupata pesa vizuri kabisa na upate pesa kwa haraka na kwa muda mfupi, yaani unahitajika yaani uwe na watu wengi sana ambao wa kuwaalika ili wewe uweze kupata pesa, kwa sababu unapomwalika mtu mmoja unapata 7500. Yule mtu naye akamwalika mwenzie, labda akaalika watu 10, utapata shilingi 30 za watu 10, 3000 kila mtu mmoja. Na wale watu 10 walioalikwa wakaalika watu wengine 10, utapata 2000 za wale, yaani utapata 20000 za wale watu 10 ambao wamealikwa, kama tulivyoona mwanzo kabisa hapo katika through referral, njia ya kwanza kabisa upatikanaji wa pesa katika hii Smart Hela. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa ya biashara hii. Usije ukaingia katika biashara hii ukategemea labda utapata pesa katika YouTube, ukapata pesa labda mfano kwa kuangalia labda blogi. Usije ukafikiria labda utapata pesa kwa kujibu maswali, maana hivi ni vitu ambavyo watu wengi sana hawakwambii au hawatuambii. Unajikuta unapoingia tu katika hii biashara ndio unakutana navyo, afu unaona biashara ngumu. Sasa hivi ni biashara ambayo ni yani, katika biashara siku zote inabidi mtu umwambie ukweli, ili yeye anapoingia yeye mwenyewe sasa anapofanya anapokuwa anaingia kwa yeye mwenyewe, kwa mapenzi yake, na hata kama atapata hasara katika biashara, maana yake atakuwa na mtu wa kumlaumu, kwa sababu kila kitu tayari alishafahamishwa jinsi inavyofanya kazi, changamoto zake, faida zake. Kwa maana yake atapoingia atakuwa yeye ni yeye mwenyewe. Lakini watu wengi sana katika YouTube hawaambii changamoto au hawatuambii changamoto. Wao wanatuambia tu faida, wanatuambia tu upatikanaji wa pesa. Kuna vitu waga hawatuambii. Umeona, unajikuta mtu anaingia afu baadaye unakuta sasa unaanza kuona kwamba hali ngumu. Umeona? Hiyo changamoto namba moja. Changamoto nyingine sasa, other methods of earning money is very difficult. Yaani changamoto nyingine kwamba njia hizo nyingine za kupata pesa katika Smart Hela ni njia ambazo ni ngumu. Ukiangalia kwa mfano kama maswali yenyewe yanaulizwa Ijumaa mpaka Jumamosi. Na maswali ukikosa mara moja au ukipata mara moja ndo basi mpaka Ijumaa nyingine au mpaka Jumamosi nyingine. Maana hiyo ni changamoto. Hiyo ni ngumu sana kuweza kupata faida katika Smart Hela kupitia maswali. Haya, njia nyingine tukiangalia kupitia nini? Njia nyingine kupitia labda mfano kupitia YouTube videos. Yaani kwamba sio kila siku. Laiti kama ingekuwa kila siku unaangalia video za YouTube unapata 250, sijui 214, at least kidogo ingekuwa nafuu, ingekuwa afadhali. Kama mtu kila siku ukikesha kwenye video za YouTube una uwezo wa kupata hela. Lakini ni ngumu sana, kwa sababu hata hiyo video zenyewe ni zinawekwa kwa Ijumaa na Jumamosi. Umeshaona? Kwa hiyo hapo ndio ugumu wa Smart Hela. Lakini ni biashara ya kweli ambayo mtu ukiingia una uwezo wa kupata faida. Lakini hii biashara imebezi sana katika kualikanaji wa watu. Yaani unapomwalika mtu ndio unapopata pesa nyingi, na una uwezo wa kuingiza hata 800,000 ndani ya wiki moja au wiki mbili. Inategemea na wewe watu wangapi ambao wameingia kupitia linki yako, na wao watu wamewaalika watu wangapi, ili wewe sasa ndio unakuwa hapo unafaidika. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana ambao trader yoyote ambaye anataka kuingia katika biashara ya Smart Hela anahitajika vifahamu. Na mimi ndio maana nikaona nisiwe mchoyo, niweze kuwafahamisha, kaandaa hizi notes niweze kuwafahamisha ndugu zangu, ili mtu akinapoingia sasa anakuwa ameingia na ajue sasa kama mimi ninapoingia katika Smart Hela pesa naenda kutafuta vipi, au pesa naenda kutafuta katika njia ipi, au njia ipi ni sahihi katika Smart Hela niweze kupata pesa. Usije mtu ukaingia afu katika Smart Hela ukaanza kutafuta pesa kwa kutumia njia hizo nyingine, alafu ikawa ni ngumu, kaona biashara ngumu. Sasa how to join Smart Hela in Tanzania if interested. Je,
Kama sasa utakuwa umevutiwa na Smart Hela Tanzania baada ya kuona changamoto zake, kuona faida, hii ni biashara ya kweli kabisa ambayo una uwezo kweli wa kupata pesa na uwezo wa kuingiza pesa nyingi, lakini biashara hii imebase sana kwa kumwalika mwenzio. Sasa endapo sasa utakuwa labda umeshawishika au labda umevutiwa na Smart Hela, ukaona kabisa kwamba kwa wewe mwenyewe ukaona kabisa kwamba bana, mimi nina uwezo wa kuwa na watu wengi ambao wa kuwaalika na nikaweza kupata pesa. Sasa ukahitaji kujiunga katika Smart Hela, unajiunga vipi? Cha kwanza kabisa, kama utakuwa umependezwa na hii Smart Hela, ili uweze kujiunga unahitajika uwe na kiasi cha shilingi 16,000 ambayo ndio kama ada ya kuweza kuwa member katika kampuni ya Smart Hela, na you can only join Smart Hela by clicking the link in the description below. Pia unaweza ukajiunga Smart Hela kwa kuweza kubonyeza linki ambayo nimekuwekea katika description hapo chini. Hiyo ndio moja kwa moja itakudirect, itakwenda katika, utaweza yani uweze kujiunga katika hii Smart Hela. Pia hapa kuna kitu ninahitaji ni kuonyesha kwamba withdraw proof, kwamba ushahidi sasa, ili kuonyesha kwamba hii Smart Hela ni biashara ya kweli, umeona, ambao unaweza pia ukapata pesa kama utakuwa na watu wengi ambao wakualika, ambao ni ushahidi wa withdraw. Ni hizi hapa pesa ambazo nimezitoa, umeona, kupitia hii Smart Hela, ambao katika Smart Hela ambayo kitu kidogo ambacho nimesahau kukielezea ni haina minimum withdraw. Hakuna kiasi kidogo labda cha pesa ambacho kiwango maalum ambacho cha kutoa. Wewe hata kama akiingia mtu mmoja ukapata shilingi 7,500, una uwezo wa kuitoa hiyo 7,500. Au hata kama mfano kama ukabahatika ukapata maswali hayo yote masita hayo ndani ya hizo siku maalum ukapata 1,500, una uwezo wa kuitoa hata hiyo 1,500 ukaitumia. Umeshaona, ambao unatoa kwa kutumia M-Pesa. Huo ndo ushahidi au withdraw proof ambao unahitaji ni share na wewe, ili uweze kuona kabisa kwamba hii ni biashara ambayo si scam, ni biashara ambayo kweli. Lakini katika biashara hii, ili uweze kufanya biashara, unahitajika ujue changamoto, unahitajika ujue faida za hiyo biashara, unahitajika ujue njia za utafutaji wa pesa, ili wewe ujiandae, ujue kabisa kwamba ukiingia katika Smart Hela pesa zako unaenda kutafuta vipi. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa baada ya kujifunza Smart Hela ni nini, njia ya upatikanaji wa pesa au njia ya upataji pesa katika Smart Hela, changamoto na faida, kwa hiyo sasa ni kuonyeshee au ni kuelezee namna ya kuweza kujiunga katika biashara hii ya Smart Hela. Sasa hiyo linki ambayo nimekuwekea hapo chini, ukibonyeza moja kwa moja itakudirect katika page hii hapa, ambao hapa utaweza kuweka username yako, utaandika username yako hapo, utachagua nchi ambayo utachagua Tanzania, utaandika namba zako za simu hapo, utaandika email yako address hapo, utaandika password hapo, utaconfirm password yako, na hapa chini utabonyeza neno register. Baada ya kubonyeza, moja kwa moja baada ya kujisajili, watakuletea kipengele sasa cha ulipaji wa pesa. Uweze kuwa memba kama nilivyozungumza mwanzo, mpaka uweze kulipa pesa ambayo ni shilingi 16,000. Kwa hiyo unaweza kulipa kupitia Airtel Money, kupitia Tigo Pesa, kupitia M-Pesa. Kwa hiyo baada sasa ya kulipa pesa katika namba ambazo watakuwekea wenyewe hapo, ambazo utaangalia wewe kulingana na mtandao unaotumia, uta screenshot ile message ya pesa, ambao kwa sababu unapolipa pesa kuna message ambayo unakuwa unatumiwa kwa bana, imethibitisha umelipia kiasi fulani kwenda kwa mtu fulani. Ile message ndio una screenshot. Alafu kuna namba wa chini watakuwekea hapo za WhatsApp, utazichukua zile namba, utazisave. Ukishazisave ile screenshot utazituma katika hiyo namba, alafu utawatumia na username ambao utakuwa umeandika hapa, alafu utawatumia na jina lako, majina yako kamili kama yanavyosomeka katika line yako ulivyojisajili. Baada ya hapo wao watakuactivatea. Wakishakuactivatea, basi account yako itakuwa imebe activated na utakuwa una uwezo wa kulogin account yako. Kwa hiyo utavlogin kwa mara ya kwanza, account yako itasomeka hivi: balance itakuwa 0, withdraw 0, referrals earnings 0. Kwa hiyo sasa hapa nadhani ndio utaona kuna hizo njia zote ambazo za kuweza kufanyaje, za kuweza kupata pesa, au kama hivyo kujifunza hapa forex, YouTube videos hapa, trivia question ya maswali ambayo nilikuwa nazungumzia ni hapa, blogs ni hapa, spin kwa ile kuzungusha kwamba ili uweze kupata pesa ni hapa nilipokuwa nazungumzia, umeona. Lakini kikubwa kabisa katika hii kampuni, hela unapata nyingi sana kupitia katika kipengele hiki hapa
cha referral earning. Hapa ndo unakuwa unaweza kupata pesa na una uwezo wa kutajirika na unaweza kuingiza hela nyingi sana ndani ya muda mfupi endapo utakuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo baada